Mimi tuanze. Mimi Mwenyezi Mungu tusaidie. ndugu washiriki wa mafunzo, dhamana mliopewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura ni kubwa, nyeti na muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo mtakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza mambo yafuatayo. Moja, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili muweze kuzitumia kama rejea wakati wa utekelezaji wa jukumu la uchaguzi. Mbili, jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakaokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Tatu, fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Nne, hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla mjakwenda kwenye vituo vyenu. Tano, hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa kupiga kura. Sita, ninyi ndio watendaji mtakaokutana na wapiga kura. Hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakaofika vituoni kwenu. Saba, fanyeni mawasiliano na wasimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa uchaguzi kwenye magereza pale mtakapokuwa mnapata changamoto. Nane, jazeni fomu za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu kwa kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo ya watendaji wa vituo vya uchaguzi. Tisa, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Mwisho, ndugu washiriki wa mafunzo, natamka kuwa mafunzo haya yamefunguliwa rasmi na hivyo nawatakia mafunzo mema. Kura yako haki yako. Asanteni kwa kunisikiliza.